47 utakuwa unampata katika muda usiokuwa mrefu kuzungumzia masuala haya tu ya afya. Lakini hivi sasa ni kutoe studioni, ni kupeleke nyanjani kidogo, tuelekee katika kaunti ya Taita Taveta. Julius Mariki anazungumza na wakazi kutoka kaunti hiyo kuhusu mjadala huu. Mariki, wapo unanipata, hali iko vipi? Namshukuru sana Joshua Nsare kutoka studioni. Leo hii nimeweza kukutana na baadhi ya wakazi kwenye kaunti ya Taita Taveta, ambapo ni wale ambao wanaishi na ulemavu, ambapo leo nimependelea kuwahusisha katika mjadala wetu kuhusu ugonjwa wa saratani. Nipate kusikia, je, wanafahamu ugonjwa wa saratani, hasa ile ya utumbo, na maoni yao ni gani kuhusiana na hamasa? Mimi nitasema kwamba hiyo ya saratani ya utumbo mpana kidogo ni kama labda haijazingatiwa sana kwa ufahamu wangu. Lakini saratani kwa kweli ni ugonjwa ambao umekuwa tishio sana kwa wengi. Hasa mara nyingi vifo vingi vinavyotokea saa hizi. Mbeleni tulikuwa tunasema labda ukimwi unamaliza watu, lakini saa hizi tunaongea mambo na saratani. Kwa hivyo ni vizuri kwamba hizi hamasisho, hata sisi tukiwa watu ambao tuko na ulemavu, sio kwamba ati sisi tunaepuka kupatwa na ugonjwa huu wa saratani. Ni kwamba ni hamasisho lifanywe, na ikiwezekana hata lifikie ndugu zetu ambao wako na ulemavu na community in general, kwamba watu wahamasishwe, waangalie njia na ambayo itawawezesha kuweza kutambulikana kwa mapema ili wapate usaidizi, kwa sababu najua wakati utumbo umetatizika, basi hata kukula chakula kupita itakuwa ni shida, na jambo ambalo litatokea basi hapo ni kwamba mtu atapoteza maisha kwa sababu labda chakula imeshindwa kufikia mahali inatakikana ifikie. Yeah. Asante. Pengine wewe tukuulize, unaufahamu na saratani ya utumbo, na unahisi hamasisho imefanyika kwa utoshelevu kwa Wakenya? Kwa majina naitwa Andrew Anyonyi. Kuhusu mambo ya saratani ya utumbo, kaunti yetu bado iko chini as a whole, kwa maana hii kitu imeimbwa. Hata ukienda Moi wameimba kuweka hizo mambo ya madawa. Watu wanaenda Mombasa kwa kutafuta matibabu ambao wako na uwezo, lakini wale ambao hawana uwezo bado wako kwa nyumba zetu. Wahamasishaji bado uko chini. Then kitu nilikuwa naomba county government yetu kama ingeweza ku-upgrade hospitali yetu kuu ya Moi ili iwezeshe watu wetu, especially walemavu. Wako tayari na ulemavu, iongezeo na ulemavu wa utumbo, ule mtu hata haezi kaa muda ambao ungetarajiwa, kwa maana ako tayari na shida. Ukiongezea shida inamchukua kwa haraka. Like mwaka jana we had around 36 dead people, wale walemavu katika sub-county ya Mwatate, ambako ukienda ndani utapata kuna mwenye ameingizwa na saratani ambaye ikampeleka mbio, yani ikawa kama catalyst ya kumuua haraka. Pati tukiwa na tumeseti vile na tuhamasishe watu wetu na tupate hospitali ambayo iko karibu, tutapata kwamba tutaokoa maisha ya watu wengi. Thank you. Asante. Pengine mami, tukimalizia tu kwa dakika moja, ukiwa unatazama kwenye kamera, tueleze pengine serikali ifanye vipi kuhusiana na uhamasisho huu wa ugonjwa wa saratani, na pengine wewe unaufahamu ugonjwa wa saratani ya utumbo? Kwa majina yangu vile nimesema, naitwa Pauline. Hii ugonjwa wa saratani ya utumbo kwa kusema kweli watu wengi hawaijui, kwa sababu hata mtu hawezi jua ni dalili gani anapata ndio ionekane hiyo ni saratani. Kwa hivyo ningeomba serikali hamasishe watu, irudi nyanjani, ifundishe jamii kuwa ukianza kuona dalili hivi na hivi, jua kimbia hospitali, labda ni saratani. Watu wengi hawajui kusema kweli, sababu saratani yani inatesa watu sana. Mimi nikikumbuka nilipoteza family member watatu kwa muda mfupi tu, tukapoteza ndugu zangu. Kwa hivyo ningeomba elimu isambae kule nyanjani kuwa saratani ya utumbo dalili zake ni hivi na hivi na hivi na hivi, kwa sababu watu wengi hawajui. Hata mwenye niko hapa sijui dalili zake ni gani ndio ikae saratani, siwezi jua. Kwa hivyo ningeomba mafundisho zaidi. Asante. Na Joshua Nsare, ukisikia ni baadhi tu ya maoni ya wakazi katika kaunti ya Taita Taveta kuhusiana na swala hili zima la ugonjwa wa saratani. Naregesha kwako skani kuendelea na mjadala huu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Kwako studioni.
Naam, shukran sana Julius.